Sisi kama wazazi tunaumia kuona watoto wetu wanaenda na maji. Leo kwa mwenzangu, kesho kwangu. Mtazamaji wa Jambo TV, hapa niliposimama ni katika kivuko cha Kikwajuni ambacho mto huu unagawanya kati ya mtaa wa Mashariki lakini na mtaa wa Bondeni ambapo upo kati ya Murieti jijini Arusha, ambapo mapema hii leo kumetokea tukio la kusombwa kwa maji kwa mwanafunzi wa darasa la 4 katika shule ya msingi Terati anayefahamika kwa jina la Daniel. Na tumefika hapa na tumezungumza na wananchi wakitueleza kuhusiana na tukio hili, lakini zaidi wakipaza sauti kwa mamlaka husika, maana yake serikali kuweza basi kuwasaidia waweze kupata kivuko katika eneo hili. Huyu mtoto aliyechukuliwa ni wa jirani yangu. Yaani kwangu hapa, kwake ni hapo. Huyu mtoto wakati nafika na mbona kuna mtoto amepelekwa na maji tulikuwa hatujajua. Lakini tulivyokuja kusikia ni wa fulani, kweli imetuuma. Kinachotuuma zaidi, serikali imekuwa ikitudanganya kila siku. Tuliambiwa shule inajengwa mwezi wa 7, Januari hii watoto wataingia shuleni. Mpaka leo hamna hata shimo lilochimbwa, kuchimba msingi. Tujuzi wamekuja wamepima udongo. Wamekuja tangu saa 12 mpaka saa 12. Wameondoka na mfuko wa kilo 1 ya udongo. Imekuwa kila siku ni tunaimbiwa shule inajengwa. Vivuko vya kutusaidia kujenga vivuko. Kunatakiwa kivuko hapa. Kunatakiwa kivuko hapo juu. Watoto wa pale, yani mtaa wa juu wote wa huyu mtoto alikotokea. Hamna mtoto hata mmoja aliyoenda shule. Watoto wote tumebidi tuwazuie. Maana kama huyu ameenda, singekuta ni wengi wameenda. Tunachokiomba daraja sio limoja. Na hata hii shule inayojengwa, ile shule pale sio chini ya watoto 6,000. Tukisema tuhamishie hapa bado wahitaji wa watoto ni mkubwa. Basi hata watujengee tu tuhamishe, wa huku ngambo ya mto tubaki huku, wa kule wabaki kule. Tunaomba serikali tuangalie. Kweli tungemtuhumu mwenyekiti sana. Naona mwenyekiti tunamlilia kila siku. Tunaona kama mwenyekiti hafikishi. Kumbe na yeye labda anafikisha na sisi tunamtuhumu. Shule tunaomba hata watujengee na kivuko na kituo cha ulinzi. Jina naitwa Mwantum Swale kutoka mtaa wa Kati Mashariki. Kwa kweli tuna uhitaji wa daraja sana. Sisi kama wazazi tunaumia kuona watoto wetu wanaenda na maji. Leo kwa mwenzangu, kesho kwangu. Tunakazana kumwambia mwenyekiti daraja. Labda akawa afikishi ngazi za juu. Kwa awamu ya 5 ya serikali, tunaiomba serikali ya awamu ya 5 ya mama sijui ni ya 6 ya mama alo madarakani, mama anayefunga kanga kama sisi, atuone huruma kone hili. Linatuuma angali kila inapotokea mwaka watoto wetu tunawasafirisha na maji. Tunaumia kama wazazi. Tuangalieni, tulidanganywa shule. Tumeoneshwa kiwanja lakini hatuoni kinachoendelea mpaka sasa. Tumeambiwa tutajengewa daraja, nadhani na nyie mnaona. Hatuoni hata kimoja kinachoendelea. Sisi kama wazazi tunaumia kila siku kuokota watoto ndani ya maji. Inatuuma sana. Hebu serikali ya awamu ya 6 ilishike ili kwa uchungu. Imagine ni wa kwako ameenda na maji. Unajisikiaje? Mimi kama jirani naongea nimeumia sana. Maana nilipopata taarifa mtoto kaenda na maji, wa kwangu ametoka saa 11, nilinyanyuka nikafunga kanga kama mama. Ni wa nani? Nimekuta ni wa jirani. Napaswa kupaza sauti. Hata angekuwa wangu, ningepaza sauti. Serikali tuangalie kwa jicho la 3. Tuna uhitaji wa shule, tuna uhitaji wa daraja kwa hili eneo. Hatuchukuli mtatujengea shule pale, bado tuna uhitaji wa daraja. Kuna mama tunayebeba mimba, hatuna hospitali kanda hii, lazima tuvuke ng'ambo. Je, tumevuka tumeenda na maji? Tuna uhitaji wa vitu viwili, tunaomba serikali tuangalie kwa jicho la 3. Ndio hii inafanyiwa kazi au halifanyiwi kazi, lakini kilio chetu sisi kwa muda mrefu ni shule pamoja na daraja. Tunalia sana kwa shule na daraja. Tunaumia tunapoleta malalamiko yetu kama wananchi, alafu hayafanyiwi kazi au yanafanyiwa kazi kwa kuchelewa. Hisi lingejengwa, angekuwa labda ni ana ngazi za juu huko au vipi, na hisi kama daraja lingejengwa. Kwa kuwa tuliita toka huyu mtoto taarifa tumezikuta amepotea. Tumechukua muda mrefu kukaa kuangalia vyombo vya serikali
vinavyokuja kutusaidia. Mpaka wamama tumepaza sauti, mtoto anakakamaa ndani ya maji, hatujui jiokoaje uhai wake wakati analetwa na maji. Mpaka kufika hapo ni muda mrefu sana, mpaka mtoto kutolewa eneo alilokuweko. Kama serikali tunaiomba itusaidie. Tunaomba vitu viwili, daraja pamoja na shule. Tuna uchungu kakaangu, tuna uchungu na ile korongo. Serikali tuangalie. Yaani serikali tuangalie kwa sababu gani? Ile korongo angalia mara ngapi watu wanaondoka? Mara nyingi. Shule ile bado alikuja kupima udongo akaondoka, si ndio? Mwenyekiti huyu hapa kila siku anapeleka taarifa hawaleti nani, haongei kinachoendelea, si ndio? Maji ningekuwa ni kwako ungejisikiaje? Nisikia vibaya. Kwanza lini mpaka Januari, ni miaka mingapi sasa hivi? Tangu amekuja kupima ile nani hapa ile korongo. Mitatu Na ile shule kule. Ni serikali haina hela au hujaamua? Hawataki basi waache hivyo. Imeisha hiyo, acha hivyo. Tunaomba watufanyie mpango, tunaomba. Yes, nikashika mchi bwana. Tunaomba watufanyie mpango. Abu Ifara, mtu Mnyaturu. Naomba serikali ya mama ilete daraja hapa. Huduma ziwepo. Huduma ya afya, shule, wamama wajawazito. Tumepewa kivuko pale cha TASAFU, lakini haijatengenezwa kwa mazingira ambayo sahihi. Tunaomba kivuko kiwepo hapa. Cha mama ambao mpata shida hapa. Kwanza maji hatuna. Hili swala mwenyekiti analielewa. Tunaomba sisi wananchi tuletewe maendeleo ya watoto wetu. Bondeni kati daraja. Hii inaitwa nini mashariki? Hivi kodi ya nini tunalipa bwana? Sisi wananchi bwana, kwani tusilipe kodi? Kwa tunakula nini? Tunashani walipi maendeleo? Walete maendeleo bwana. Tunalipa. Sisi wote ni wananchi. Sasa mnataka tulia watoto wetu, watoto wafia huku wenye maji hakuna kivuko. Hata shule za Kayumba hizi tumetufanya sisi ndivyo tumeishi mpaka sasa hivi. Tunaomba msaada. Serikali tuletee maendeleo. Tuweke kivuko. Tuweke na hospitali, pamoja wazito. Kwa hiyo hapa tulipofika sasa, tunaombeeni mtutazame katika vizazi vyetu. Na tunaomba hili liwe la mwisho. Lisije kutokea lingine tena, iwe mwisho kutoka kutazama au kuokota watoto wetu wakati wamefariki. Jamani, wengi sana nahisi hawajaenda kwa sababu hata wa kwangu mimi hajaenda. Wote hawajafika, na hivi tunavyoongea leo kuna mitihani ya darasa la 4, darasa la 2 na la 6. Hasa hivi hawajafika darasani. Alichosoma leo kesho hawezi kukifanya. Kwa hiyo ni lazima watoto wetu watarudi nyuma. Ni kuanzia saa 2 nilikuwa natoka kuja kujenga kanisa hapa. Kale kamvua kalikuwa kananyesha kidogo kidogo. Nikawa navuka pale kwenye pale bondeni kati kuja huku mashariki. Lakini nilipofika maeneo ya kanisani, ghafla wakati niko najenga pale, ndio nikasikia kwamba kuna tukio limetokea hapa, kwamba kuna mtoto ameokotwa huku, amepelekwa na mafuriko. Na mwenyekiti aliwahi kufika muda mrefu, mwenyekiti ambaye ndio ule pale, alifika muda mrefu. Akaanza kupiga simu kwa maaskari, tokea anaanza kupiga simu mpaka muda unazidi kwenda, hakuna askari aliyechukua jukumu la kuja, bali wanasema tuko njiani. Mwenyekiti ikabidi aendelee kusisitiza, bado kuna mtoto jamani, yuko hapa tu kwenye maji jamani, si mimi nichukue jukumu langu kama mwenyekiti kumtoa mtoto nimpeleke, lakini bado wenyewe wanavuta tu muda, hawataki kuja wa maaskari. Kwa majina naitwa Emmanuel Sanare, mwenyekiti wa mtaa wa Mashariki. Kama mnavyoona, asubuhi nilipigiwa simu muda wa saa 6:20 kwamba kuna mtoto amesombwa na maji. Na saa hiyo wakati nazungumza na ile simu, nikapigiwa simu saa hiyo nyingine kwamba kuna mtoto ameokotwa, amesombwa na maji maeneo ya Mkwajuni. Na mimi nikachukua jukumu hilo la kufika kwenye eneo la tukio. Na nikapiga simu polisi wafike waje waone huo mwili pamoja na kuchukua mwili. Lakini toka huo muda polisi saa 6:20 na mimi nikafika. Nilipofika kweli nikakuta mwili umechukuliwa na maji, umewekwa pembeni hapa. Na mtoto huyu ni wa jirani yangu mimi. Anaitwa Daniel Joseph. Alikuwa anaenda shuleni, anasoma shule ya msingi Terat. Yuko darasa la 4, ana miaka 10. Na asubuhi aliamka anaenda shule na akawaaga wazazi wake. Lakini mvua ilinyesha toka saa 9 usiku. Mvua ni kubwa sana na maji ni mengi. Hata mimi asubuhi nilipoamka saa 12 kuwasindikiza watoto wangu waende shuleni,
nikaona maji ni mengi sana, na mimi nikaona kwamba kulingana na haya maji ni mengi, sikuruhusu wale watoto waende shuleni. Ilibidi nichukue jukumu la kuwapeleka mwenyewe shuleni. Wakati naenda shuleni nikagagua barabara ambao napita, maji ni mengi, makorongo ni mengi. Muda huo nikachukua jukumu la kumpigia mkurugenzi. Nikamwambia mkurugenzi, kwa sababu nilimwandikia barua, nikamkumbushia mkurugenzi kwamba barabara na mitaro ambayo ilikuwa nakuonesha kwenye barua yangu ndio kama haya maji yamejaa. Mkurugenzi akanijibu atawatuma wataalamu, mainjinia kuja kupima yale maeneo. Na namshukuru kweli mkurugenzi aliniahidi hilo, lakini bado wataalamu mpaka sasa hivi hawajafika, lakini tuna imani watafika. Lakini changamoto kubwa tulionayo, tuna changamoto ya vivuko. Eneo hili unaloliona toka mwaka juzi wataalamu walifika wakafanya usanifu kwa ajili ya kujenga daraja, lakini mpaka leo daraja halijajengwa maeneo haya, na maafa yanazidi kufanyaje kuongezeka.